Lakini pia namshukuru mama yangu ambaye ana upendo wa pekee kabisa. Ameweza kunipa kibali siku ya leo. Tumpigie makofi mengi pasipo uchoyo wote. Asante sana mama wangu. Lakini siwezi kusahau viongozi wote, waangalizi wote na wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa, protoko yote. Mungu awabariki kabisa, na pia wageni wote na kanisa zima kwa ujumla. Tujishangilie kwa sababu ni siku ya ushindi siku. Amen. Siku ya leo ni siku ambayo Mungu ametupa kibali tuweze kusimama hapa. Lakini somo langu mimi ni somo la wamama na vijana. Bwana Yesu apewe sifa. Mama siku zote ana nguvu. Mama siku zote anaweza kuharibu. Lakini mama akisimama vizuri, mambo yote yanakwenda vizuri. Mama akiharibu, mambo yote yanaharibika. Sisi wa mama tumeambiwa kwamba sisi tuna uwezo mkubwa wa kuweza kutengeneza kitu kwa wakati mmoja. Mama anaweza kunyonyesha mtoto, anaweza kupika, anaweza kusikiliza mtoto wake amepigwa pale. Lakini anaweza kuwa anaimba, lakini yote yale ni wakati mmoja. Kwa hiyo mama ana uwezo mkubwa wa kuweza kusababisha jambo. Mama ana uwezo mkubwa wa kuweza kuharibu jambo. Mimi na wewe mama ulioko mahali hapa, mimi najua ni mama ambaye umeitwa kwa ajili ya mambo ya kutengeneza hata jamii, utengeneze mpaka jamii, usiharibu jamii. Wewe uliyeitwa mahali hapa ni mtu ambaye ni mkubwa, ni mama ambaye ulichaguliwa ukaonekana katikati kwamba wewe ni mama unafaa. Ndio maana uko hapa. Nisome tu nisome Waefeso 5. Nisome Waefeso 5. Waefeso 5. So Waefeso 5 nisome mstari 22. Soma haraka. Sisi wa mama tunatakiwa tusimame katika malengo yapi? Sisi wa mama tunatakiwa tusimame katikati ya nafasi zetu. Maana wamama wengi tumepoteza nafasi zetu. Wamama wengi tumekwenda kinyume pasipo sheria Mungu anapotuongoza. Nisome mtumishi wa Mungu. Waefeso 5 mstari wa 22 imeandikwa, enyi wake watiini waume zenu. Enyi wake watiini waume zenu. Kama kumtii Bwana wetu. Kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Sasa nikuulize mama, mimi na wewe. Tumepewa nafasi ya kuwatii waume zetu. Lakini sisi tunang'ang'ana tutoke katikati ya nafasi zetu, tuingilie katikati ya nafasi za waume. Lakini mama wewe umeambiwa tiini waume zenu. Ndio maana unakuta wamama wengi ndoa zao zinabomoka. Ndoa zao zimeharibika kwa sababu gani? Wamama wanang'ang'aniza kuingia katika nafasi za wababa. Baba siku zote huwa ni mtoto wa kwanza katikati ya familia. Sasa baba unamlazimisha afanane kuwa mkubwa kama wewe, kwa sababu baba ukimtunza na kumfanyia anayetaka, ndoa yako haiwezi kuharibika. Sasa unakuta wamama wengi siku za leo hata mume wake hajui anavaa shati gani, hata mume wake hajui anakula saa ngapi, hata mume wake hajui anaoga maji gani. Unashangaa kwa mama kamekaa, eti mume wake anamwambia mtoto kamwekee maji ya kuoga baba yako. Sasa mama unautiu, kamwekee maji ya kuoga baba yako. Sasa wewe ukijiuliza, mama ambaye anajua wajibu wake, huwezi kumwagiza mtoto amwekee maji baba yake. Lazima wewe mama usimamie nafasi yako. Lazima wewe mama umshike mume wako ili ndoa yako isiweze kupoteza amani. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mama ndio anaweza kubomoa mpaka familia. Unajikuta mama ndiye anasababisha mpaka watoto wetu wa siku hizi wamekuwa wana matatizo. Kauli zao hazieleweki kwa sababu malezi sisi wa mama tumeyapoteza. Kwa sababu najua familia inatengenezwa na mwanamke. Familia inawezeshwa na mwanamke. Lakini
mtumishi wa Mungu, wewe ni mama ambaye mwenye familia, ambaye unategemewa. Baba amekuja na wageni, bali unamjua unavyojua. Wewe ni mama, unaweza kuna kitu, yaani kama mama anaweza kukutana mwanaume mbele ya watoto, hata ni kama. Sasa unajiuliza huyu mama anatengeneza jamii au anabomoa jamii? Nikuulize swali, hao watoto wetu hao wanatoa wapi? Wanaiga mifano wapi? Si kwa mama, si kwenye familia zetu. Ndio maana hata sasa hivi mabinti wengi au vijana wengi, yaani usishangae kijana kukufunza wewe mtu mzima au binti. Sasa imetokana na nini? Imetokana na sisi wazazi wa kike hatusimami vyema katikati ya nafasi yetu kutengeneza jamii, kutengeneza watoto wao mkano bora. Sisi ndio tunaleta shida. Yesu Kristo. Lakini sisi wa mama tukikaa vizuri na kujitambua nafasi yetu, sisi tunaweza kutengeneza jamii na tunaweza kutengeneza watoto wetu na tunaweza kuwasaidia wakaonekana ni watoto bora kokote wanafika na wanasifiwa, wanaonekana kweli hawa watoto wametoka kwenye malezi mazuri. Ujui kwamba mama anaweza hata kwenye kanisa alipoboa. Yaani mama ameenda kanisani, mama ameitwa kwa ajili ya kutengeneza kanisa. Mama akisimama ndani ya kanisa, atasimama katikati ya nafasi yake, akajua yeye ni nani, ana uwezo wa kutengeneza kanisa likasimama, na ana uwezo wa kubomoa kanisa. Kwa sababu gani? Mama ndiye chachu. Ukijiuliza ukitafakari sana, mimi natafakari. Ukienda kwenye mitoto wa mama, ukienda kwenye mbea wa mama, ukienda kwenye tulio wa mama. Sasa unajiuliza hawa wa mama waliwekea kitu kikubwa na Mungu, ndio maana wakiingia sehemu wanaweza kushawishi kitu kikatokea. Yesu Kristo. Sasa kwa vile sisi wa mama, siku ya leo ambayo ni siku ya kujua, ambaye Yesu amekufa kwa ajili yangu mimi na wewe, yale mambo ambayo ulikuwa nayo, mambo ya kubomoa, mambo ya kuharibu, yale sasa Yesu ufufuke tena na Yesu, ufufuke na nafasi yako, ufufuke na baraka zako, ufufuke na nguvu ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu na upendo. Utamwona Mungu na kushiriki. Simama kwenye nafasi yako. Binti unatakiwa uwe na utii na utulie. Lakini binti umeitwa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Binti unataka kuolewa, jitunze, usiwe na wanaume sabini. Alafu Mungu anajiuliza, huyu anataka umpe nani? Mpe nani sasa? Wakati binti mmoja anasema mama, za meza, za nani? Za sabuni, sijui za nani kule kumalizia, sijui za nani